Tukirejea hapa nchini, gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi amepata pigo jingine baada ya mahakama kuu kuagiza kuendelea kufungwa kwa akaunti zake za benki. Aidha, agizo hili pia limeagiza kufungwa kwa akaunti za mkewe na wanawe pamoja na watu wengine 10 wanaohusishwa na kesi ya ufisadi ya zaidi ya shilingi milioni 800 alipokuwa seneta wa Kiambu. Uamuzi huo umezidisha masaibu yanayomkabili gavana huyo siku moja tu baada ya mali yake thamani ya mamilioni ya pesa kuharibiwa hapa Nairobi, kama anavyotuarifu Ben Kirui. Masaibu yanayomkabili gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi yanaonekana kuzidi siku moja tu baada ya kukadiria hasara ya mamilioni ya pesa kufuatia ubomoaji wa mali yake katika kampuni yanayomiliki ya Super Clean Shine Enterprise Limited mkabala na uwanja wa Nyayo. Mahakama Kuu imeongeza muda wa amri ya kufunga akaunti za benki anazomiliki pamoja na za mkewe na watoto wake. Hatua hiyo ilifuatia ombi lililowasilishwa na tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC ambayo inachunguza madai ya ufisadi wa shilingi milioni 813 alipokuwa seneta wa Kiambu. Mnamo Oktoba 31 mwaka jana, EACC iliwasilisha kesi mahakamani dhidi ya gavana Wamatangi na watu wengine 13 ikitaka kurejeshwa kwa fedha hizo zinazodaiwa kwa mapato ya ufisadi. Kesi hiyo ilitokana na uchunguzi wa EACC kuhusu madai ya ufisadi Wamatangi alipokuwa mwenyekiti wa kamati ya seneti ya barabara na uchukuzi. Kulingana na wachunguzi, kati ya mwaka wa kifedha wa 2018-2019 na mwaka wa 2021-2022, Wamatangi anadaiwa kutumia vibaya wadhifa wake kushawishi utoaji wa zabuni za ujenzi wa barabara na mamlaka ya KENHA, ile ya kura pamoja na mamlaka ya barabara vijijini KERA kwa kampuni 5 zinazodaiwa kuhusishwa naye. Amri ya mahakama ya kufunga akaunti hizo itaendelea kutekelezwa hadi Februari 4 mwaka huu, wakati kesi hiyo itakapotajwa tena mbele ya Jaji Lucy Njuguna. Wakati huo huo, gavana huyo ambaye bado anaendelea kukabiliana na hasara ya mamilioni ya pesa kufuatia ubomoaji wa mali yake uliofanyika alfajiri ya Jumatano, alikuwa akikusanya kile alichoweza na kuziweka kwenye makontena katika juhudi za kuokoa kilichosalia. Gavana Wamatangi anasema alipoteza mali ya thamani ya zaidi ya shilingi milioni 250 wakati wa zoezi hilo lililoendeshwa na shirika la reli nchini. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.